Engineer Harris, mfano niliotumia si kumaanisha Simba ina uongozi mbaya. Rais wa klabu ya Young Africans Sport Club Yanga na mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika ACA Engineer Harris Said ameweka wazi msimamo wake kufuatia mjadala ulioibuka mtandaoni unaohusisha klabu ya Simba Sport, ikisisitiza kuwa hakuwahi kudharau wala kudai kuwa Simba haina uongozi mzuri. Akizungumza katika mahojiano yaliyonukuliwa na Sport Extra, Engineer Harris amesema kuwa lengo la wasilisho, yani presentation, alilofanya alikuwa kuishambulia Simba, bali lilijenga kuzungumzia kwa mapana maendeleo ya vilabu barani Afrika na mabadiliko yanayohitajika katika mifumo ya uendeshaji wa vilabu hivyo. Kwanza ni kupongeze kwa kutafuta taarifa sahihi. Kuna watu badala ya kutafuta ukweli wamejikita katika mdahalo usio sahihi kwamba kulikuwa na masimango yamefanywa kwa klabu ya Simba, jambo ambalo sio kweli kabisa, amesema Engineer Harris. Ameeleza kuwa katika mawasiliano au katika wasilisho lake kulikuwa na maneno matatu makuu aliyoyazungumzia. Mojawapo lilikuwa ni changamoto zinazovikabili vilabu vya Afrika kwa ujumla. Katika eneo hilo alitumia mfano wa mashabiki wa Simba kama sehemu ya ufafanuzi wa changamoto, lakini si kwa lengo la kuonyesha kuwa klabu hiyo haina uongozi mzuri. Eneo la kwanza nilizungumzia changamoto za vilabu vya Afrika. Akizungumzia changamoto hizo, hakuna mahali nilipotamka au kuashiria kwamba Simba haina uongozi bora. Mfano uliotumika ni mashabiki wa Simba, lakini haukuwa na tafsiri wala maana ya kudhalilisha uongozi wa Simba, alifafanua hivyo. Engineer Harris Said pia ametumia fursa hiyo kutoa heshima kwa viongozi wa Simba, akiwataja mwenyekiti Mangungu na afisa mtendaji mkuu Magori kama viongozi wenye uwezo na uzoefu mkubwa katika soka la Tanzania na Afrika kwa ujumla. Namheshimu sana Murtaza Ali Mangungu, namheshimu sana kaka yangu Magori. Wote hawa ni viongozi wazuri na wana uzoefu mkubwa kwenye mpira. Tunachokizungumza hapa ni zana ya utawala bora, good governance, na sio uongozi bora, good leadership, alisisitiza. Kauli ya Engineer Harris imekuja wakati ambao mashabiki wa soka nchini wanaendelea kufuatilia kwa karibu mijadala kuhusu uendeshaji wa vilabu vikubwa, hasa Simba na Yanga, ambazo zimekuwa nguzo muhimu za maendeleo ya soka la Tanzania. Kwa ujumla, Engineer Harris Said amewataka wadau wa soka na mashabiki kujifunza kutenganisha hoja za kitaalamu kuhusu mifumo ya utawala na vilabu na masuala ya kihisia yanayoweza kuchochea migogoro isiyo na msingi, akisisitiza kuwa maendeleo ya soka la Afrika yanahitaji mjadala wa kina, hoja zenye msingi na mshikamano baina ya vilabu. Kuna sababu kadhaa kwa nini wadau wa soka na mashabiki wamekuwa wakali kuhusu jambo la rais wa Yanga Engineer Harris Said, ambaye pia ni mwenyekiti wa African Clubs Association ACA, kutumia klipu za mashabiki wa Simba kwenye mkutano wa FIFA uliofanyika Doha, Katari. Uchokozi wa kihisia kati ya mashabiki wa Simba na Yanga. Simba na Yanga ni vilabu viwili vikuu Tanzania, na hasira kati ya mashabiki wake ni kubwa sana, si tu kwenye uwanja bali pia kijamii. Wote wawili wanahusishwa na utambulisho wa kihisia, si tu timu ya soka, na hivyo kipande chochote kinachohusiana na mmoja kinaweza kuchukuliwa kama tishio au uchokozi. Historia ya uhasama wa kihisia kati ya mashabiki inatambulika kwa ujumla. 2. Uchambuzi wa video ulichukuliwa vibaya. Ripoti za mitandaoni Instagram pamoja na Facebook zinasema Harris alitumia klipu inayohusiana na mashabiki wa Simba wakati wa hotuba yake kwenye mkutano wa FIFA, na baadhi ya watu wameiona kama ni kwa nia ya kuchochea au kupiga mfumo wa uongozi mbaya kwa kutumia mashabiki wa Simba kama mfano. Hii ilisababisha baadhi ya mashabiki wa Simba kuvurugika na kuona ni kudharau au kuwakera wao. Muktadha wa ubishani wa Simba na Yanga uliopo Tanzania. Kwa muda sasa kumekuwa na mzozo kati ya pande hizi mbili kuhusu masuala mbalimbali kama mechi za ligi kuu kuahirishwa au malumbano mengine ya kitaalamu ndani ya soka la Tanzania. Hii inaleta hali ya hisia kali pale ambapo mambo yanapoguswa hadharani.
Mashabiki wengi wanachukulia mambo ya FIFA na viongozi wa klabu kama sehemu ya mpasuko wa uhasama huu. Tafsiri tofauti za nia ya hotuba. Waliojadili mtandaoni wanatoa tafsiri tofauti juu ya nia Harris. Baadhi wanaona kile alichokifanya ni cha kitaalamu kwa kuelezea mfano wa masuala ya uongozi, wakati wengine wanaona ni kuigiza au kumfanya Simba akae chini kificho katika mkutano wa kimataifa. Hii ndio imesababisha mjadala mkali zaidi. Athari za mtandao wa kijamii ama mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii imepunguza sana uzito wa muktadha wa FIFA na kufanya mjadala huo uwe zaidi wa kihisia na si wa kitaalamu. Hilo limesababisha taarifa nyingi zisizo rasmi kutokea, hivyo kuibua hasira na mawazo tofauti miongoni mwa wadau. Kwa kifupi tu, wadau walikuwa wakali kwa sababu ya mchanganyiko wa uhasama wa kijamii kati ya mashabiki wa Simba na Yanga, matumizi ya video kwenye muktadha usioeleweka vizuri, na tafsiri tofauti za nia ya rais wa Yanga na mwenyekiti wa ACA wakati wa mkutano wa FIFA Doha, Qatar. Hii imeifanya mjadala uwe zaidi wa kitaaluma au kuingia kwenye hisia za mashabiki wengi. Maoni ya wanaompinga, hasa mashabiki wa Simba. Hawa ndio walionekana wakali zaidi wakisema, haikuwa busara kwa rais wa Yanga kutumia klipu ya mashabiki wa Simba kwenye jukwaa la kimataifa FIFA. Wanaona ni kuichafua Simba kimataifa au kuionyesha vibaya mbele ya dunia. Wanasema Engineer Harris akiwa mwenyekiti wa ACA alipaswa kuwa na neutral, si kuhusisha mpinzani wake wa moja kwa moja. Baadhi wanasema ni uchochezi wa makusudi kwa kuwa anajua uhasama uliopo. Kauli maarufu mtandaoni, unaiwakilisha Afrika, sio Yanga peke yake. Maoni ya wanaomuunga mkono Engineer Harris, hasa mashabiki wa Yanga pamoja na wachambuzi. Hawa wanatetea wakisema, klipu haikuwa kushambulia Simba, bali kuonyesha mfano wa nguvu ya mashabiki barani Afrika. FIFA haijali Simba au Yanga, bali maudhui ya ujumbe. Engineer Harris aliongea kama kiongozi wa vilabu Afrika, si kama rais wa Yanga. Mashabiki wa Simba ndio wametafsiri kwa hisia, si kitaaluma, kauli zao. Hii ni siasa za soka, sio ugomvi wa mtaani. Maoni ya wastani au wadau au maoni huru. Hawa hawako upande wowote, wanasema kitendo chenyewe sio kosa kubwa, lakini kingeweza kufanywa kwa busara zaidi. Klipu ingeweza kuwa ya mashabiki wa Afrika kwa ujumla, sio timu moja. Tatizo kubwa ni muktadha haukuelezwa vizuri kwa umma, hivyo kuzalisha tafsiri tofauti. Uhasama wa Simba, Yanga ndio umefanya jambo dogo lionekane kuwa kubwa. Tatizo si video, tatizo ni hisia. Mitazamo ya mitandao ya kijamii. Mitandao imeongeza moto. Kukataa klipu fupi bila maelezo, kukata klipu fupi bila maelezo, maneno ya kejeli, meme na dhihaka. Watu wengi hawasikilizi hotuba nzima, bali sekunde chache tu za video. Hasira haijatokana sana na FIFA au ACA, bali uhasama wa muda mrefu Simba dhidi ya Young Africans, hisia kali za mashabiki, kukosekana kwa maelezo ya wazi mapema. Kwa lugha rahisi, kama isingekuwa Simba na Yanga isingekuwa issue kubwa hivi. Naam. Na hivyo ndivyo mitandao ya kijamii inavyolipuka, pamoja na mashabiki wa Simba na wa Young Africans, wengine wakilaumu na wengine wakitetea. Hii ni Neli TV, endelea kutufuatilia mtazamaji wetu, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Lizo Sport. Hadi wakati mwingine, uwe na wakati mwema na bye bye.